السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Ndugu zangu, walimu, watumishi mbalimbali katika vituo vyote vilivyo chini ya Al-Hikma Foundation, nitumie fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu, kutukutanisha siku hii ya leo katika musalla huu wa Al-Hikma Primary kwa ajili ya semina maalum itakayochukua siku 3. Na naona kuna wengine wameshtuka, wamekunja uso, na nishawaona, na hii ni dalili mbaya sana kumwona Muislamu hataki kujifunza. Yani mtu kusikia kujifunza kwa muda siku 3 tabu. Au mnaonaje kwamba tutoe posho katika semina hii? Naona sura zimebadilika. Basi elimu mtakayopata ni kubwa kuliko hata hiyo posho. Leaders, ndugu zangu, kwanza nikumbushe tu mambo machache kabla ya kumtambulisha shekhi na kumkaribisha rasmi. Sote tupo kazini, na kuanzia jana naamini hapa primary watumishi wote wanatakiwa wao wameshafika kazini. Mko primary, uongo kweli? Shekhe, uko? Sitangia jana natakiwa walimu na watumishi wote washafika kazini. Kwa maana hiyo jana mmefungua shule upande wenu, upande wa wanafunzi ni tarehe 8 Jumatatu. Kwa hiyo jana, leo, kesho kutwa ni siku ya kazi, na mnakuja kazini kama kawaida. Tukaona tutumie fursa hii tumwalike Sheikh ambaye tumemtafuta kwa muda mrefu. Ni mtu muhimu, mtu msomi, mwenye experience ya hali ya juu katika masomo ambayo amesomea. Tumuombe kwa muda siku 3 atufanyie hii semina. Akitoka hapa anatakiwa Qiblatain, anatakiwa Yemen DUCC, anatakiwa wapi. Watu wanamgombea, sisi tumepata kwa muda siku 3 mwalimu mwenye kujitambua, atafurahia semina ya siku 3. Na kumbukeni ya kuwa kutakuwa na chai, kutakuwa na chakula cha mchana, si kwamba mtaacha una njaa hivi hivi, na siku ya mwisho atatoa certificate. Lakini pamoja na hayo, katika kile alichokiita mwenyewe open forum, si ndio Sheikh? Katika discussion ambayo atatengeneza yeye, wale atakao wa point kwamba fulani wamenielewa vizuri, tutawaandalia zawadi maalum siku ya 3 kwa maelekezo yake. Hakutokuwa na mtihani. Huo ndo mtihani wake ndio huo. Katika ile open forum yeye atajua huyu kwa jinsi anavyochangia, huyu kapata maksi kadhaa. Baadaye ataniambia mimi Sheikh fulani kesho siku ya 3 pamoja na kutoa certificate kwa wahudhuriaji wote hawa tuandalie zawadi maalum. Alafu unapewa maarifa yatakayokusaidia wewe katika maisha yako. Mimi nashangaa wa Tanzania, Sheikh ni Mkenya na ni mtu mkubwa wa da'wa, hata tukikaa siku moja anasema wa Tanzania nyinyi mnashangazaga sana. Na ni kweli tunashangaza. Yaani Mtanzania unamletea swala la elimu hataki. Sijui unataka nini wewe. Kwa hivyo na Sheikh nasema kwamba ndio maana tumefungwa 3-2 na wao. Kwa ndugu zangu, Sheikh Abu Hamza, mimi nisema wasifu wake moja tu, alafu Mwalimu Saleh aje amuelezee kwa sababu amechukua CV yake. Miaka 35 zilizopita ndiye amegraduate chuo kikuu cha Riyadh, mji mkuu wa Saudi Arabia. Wengine mnafuta makamasi kwa kutumia hivi. Uongo kweli? Miaka 30 ngapi? 5. Mlikuwa wadogo, wengine hamjazaliwa, wengine hapa.
ndio anachukua degree yake ya kwanza ya tarbia na usuluddin. Kwa hiyo masala ya malezi bora kabisa ya Kiislamu hapa ndio kwenyewe. Na nyinyi kila siku ninawasikia mkiimba, mna mwimbo mmoja mnaimba walimu wote. Ataniambia Mwanamsa yuko wapi? Hayupo Nanyua kidole mkono wako nipone. Ataniambia Mwashada uko wapi? Wewe ndo mnani wa nidhamu sio? Nini kamati ya nini? Kila siku mnasema kwamba wanafunzi wakiwa na discipline nzuri ufaulu utakuwaje? Si mnasemaga hivi? Sasa leo mnasaidiwa namna gani wanafunzi sisi wenyewe? Kila Muislamu atakuwa na tarbia iliyo nzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotumwa, miongoni mwa mambo ambayo ametumwa kuja kuyafanya, anasema innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, hakika si vinginevyo mimi nimetumwa kuja kutimiza maadili mema. Maadili mema si ndio tarbia jamani? Si ndio malezi yaliyo bora? Dini hii ni dini ya tabia njema, ya maadili mema, ya akhlaqi na tarbia kwa ujumla. Hii tarbia itakusaidia hata wewe kujua namna gani utaweza kuwalea watoto wako uliowazaa nyumbani. Kama hutakuwa na uchungu na hawa wa Kiislamu uliokabidhiwa, wa kwako pia utakuwa na uchungu nao nyumbani. Vipi utawatreat? Vipi utaishi nao? Vipi watamtambua Allah? Vipi watakuheshimu? Vipi watamheshimu baba yao? Vipi wataheshimu wazee wako? Haya mambo utayapata inshallah kupitia katika semina hii. Sheikh Masawe na nani bado hamjamaliza ya kwenu nyinyi. Nimkaribishe Sheikh rasmi. Sheikh karibu sana. Tumejaribu kukusanya watumishi wa taasisi nzima na hatukutaka kuwalenga walimu tu, sababu tarbia inahusu watu wote. Mpaka kondakta tunamtaka awe na tarbia nzuri. Haiwezekani mwalimu akawa anafundisha tarbia ndani ya darasa, mtoto akitoka pale kondakta anamwashia muziki kwenye gari, wanaserebuka pamoja na wanafunzi kwenye gari. Hapa hakuna tarbia shekhe. Ndio maana tukasema nyote muwepo pamoja. Neno hili naomba niliseme kwa herufi kubwa na kwa kauli ya kusisitiza. Kwa haraka nikiwatazama ile koram ya ile shule zote sidhani kama imetimia. Naomba niseme ya kuwa madama shule zote zimefunguliwa na watu wote wanatakiwa kuwa kazini. Mkuu wa shule wa primary, mkuu wa shule wa girls, mkuu wa shule wa boys, munipatie majina ya wale ambao hawajafika. Nitawachukulia hatua kali sana ambao watajutia katika maisha yao. Na wewe kule nyuma unaicheka, utaniambia unacheka nini? Kule mwisho kabisa. Haiwezekani kwamba shule zimefunguliwa upo kazini eti kwa sababu kuna semina usije. Ingelikuwa kuna semina ungekuja. Hatuna haja kukaa na watu wasiojitambua. Waislamu wako wengi wenye kujitambua ambao tutashirikiana nao kusukuma gurudumu la Uislamu kupitia katika Al-Hikma Foundation. Kwa hiyo hii masuhulia na wakubebesha wewe Swaleh, na kubebesha wewe Kaluona, na kubebesha Sareva. Sareva yuko wapi? Uko hapo. Na wabebesha kila mmoja wenu atawajibika na wale ambao hawatokuja katika semina hii kuanzia hii leo hii. Na mwajiri utaniambia kwa mujibu wa mkataba wako, mtu asipokuja kazini siku moja, hatua gani za kisheria unatakiwa kumchukulia. Baada ya kusema hayo, Sheikh Swaleh nakupa maiki, tusomee dakika moja tu, muda umekwenda sana. Utusomee CV ya Sheikh, lakini pia namna ambavyo semina hii itakavyoendeshwa. Nadhani Sheikh amekueleza kwa ufupi, alafu wanayo kila moja ashakuwa nayo itawekwa kati pale, watasaidiana kwa sababu kwa kopi moja ni nyingi. Okay, kopi moja waeleze tu, yule ana ile kopi aweza kuiangalia kwa hapa na kila ambaye atasoma hiyo kopi anayopewa ampe na mwenzake aweze kuelewa vile ambavyo Sheikh atakavyoendesha hii ratiba au hii semina kwa ujumla. Sheikh Saleh,
naomba tusomee kidogo CV ya Sheikh alafu nirudi mimi kumkaribisha Sheikh rasmi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yule ni kusoma wasifu wa Sheikh. Hii kamera hii ya mcha Mungu. Kamera hii lazima. Naam. Sheikh ambaye atakuwa ndio muhadhiri wetu kwa leo, jina lake anaitwa Sheikh Abu Hamza. Alianzia masomo yake Lamu nchini Kenya, na baadaye akaenda Jamiatul Iman Riyadh, Saudi Arabia, ambapo alichukua degree yake ya mambo ya tarbia. Lakini pia Sheikh amegraduate katika American University jijini Nairobi nchini Kenya, akichukua English language. Lakini pia Sheikh alipita katika research center ambayo ipo Lamu, Kenya. Kwa hivi sasa, pamoja na mambo yake ya da'wa na kufundisha elimu ya dini, pia Sheikh ni mshauri katika Muslim Education Council, kwa kifupi MEC, ambayo ipo Kenya. Huo ni kwa mukhtasar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh anaitwa Abu Hamza, na Abu Hamza maana yake baba Hamza, na Hamza mwenyewe ameambatana naye, na yeye atakuwa pia na kipindi katika semina hii ya leo. Lakini Sheikh pia ni imamu mkuu na khatibu katika msikiti wa Al-Huda, msikiti uliopo jijini Mombasa, maeneo ya Spark kama sikosei. Ndugu zangu, sisi tuna bahati kubwa sana kumpata Sheikh Abu Hamza kwa ajili ya kutupa semina hii adhimu na muhimu itakayotujenga sisi wenyewe, familia zetu, watoto wetu, wanafunzi wetu na jamii kwa ujumla. Muislam anatakiwa kusoma mpaka mwisho wa maisha yake. Ukisema mimi nishasoma, nishakuwa na degree moja, bado utaambiwa kuwa na degree haina maana kwamba umejua kila kitu. Hata ungelikuwa na PhD bado hujafahamu kila kitu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka anakufa akiwa na umri wa miaka 63 bado alikuwa anasoma. Mwalimu wake Jibril alayhi salam alikuwa anamteremkia na kumsomesha. Kwa hiyo niseme tu, Imam Shafi anasema katu mtu akiwa na sifa mbili hatosoma, hatoelewa. Sifa ya kwanza kibri, sifa ya pili aibu. Sasa katika semina hii sitegemei sifa hizi mbili kujitokeza kwenu nyinyi. Ukiwa na kibri, maana yake chochote uchangie, unaangalia tu, unacheka tu, kistihizai unatikisha mguu wako. Na ukiwa na aibu, kwamba hapa nikisema, nikijibu, nikicomment naweza nikakosea, nikaonekanika uwezo wangu unaweza kuonekana mbele ya wenzangu, basi ibilisi atakuchezea katika maeneo haya mawili. Utakaa kama sanamu tu humu ndani, hautasema chochote, hautochangia chochote, hautaonyesha kama umeelewa au nini. Kwa mimi nikuombeni Waislamu tujiepushe na tabia hizi mbili ambazo Imam Shafi anatuambia akiwa nazo mtu hatoelewa katika maisha yake jambo lolote lile. Baada ya kusema hayo, mimi nimkaribishe Sheikh rasmi, lakini nimwambie kwa ruhusa yake mimi nitakuwa nazunguka, sitokaa mara kwa mara kwenye kikao hichi, hasa wakati wa discussion na ile open forum, kwa sababu kibinadamu mwingine akishamuona kwamba mkurugenzi yupo hapa, inaweza kwa sababu mimi kumfanya aone aibu kujibu au kuchangia. Na Sheikh Swari pinge kuomba tuache Sheikh na wanafunzi wake hawa, tuache wakae na uhuru wao. Mimi naona kiwalimu, mimi pia ni mwalimu, na wewe najua ni mwanafunzi mzuri, unapenda kusoma sana, na hapo umechukua daftari lako kabisa.
lakini utashauriana na Swaleh. Hilo mimi nakuachia wewe na Swaleh. Sheikh Abu Hamza, karibu sana. Nadhani CV ya baadhi ya waliokuwa mbele yako umeletewa na kwa bahati umeweza kuipitia. Na Sheikh anatumia lugha tatu, anajua lugha Kiswahili vizuri, japo Kiswahili chake na cha kwetu kidogo kuna tofauti. Wao Kiswahili chao cha kutoa amri, kuja hapa, leta hii, sisi tunasema naomba. Nikienda Mombasa wanawaambia jamani, Sheikh Kishki akiongea kwenye mihadhara yake msimchukulia wa Tanzania kila kitu wanaomba wao. Hata kenda dukani kuna soda, naomba soda wakati anatoa pesa zake. Sheikh Yusuf Abdi wakafika mbali akasema hataki kuacha mke wangu naomba nikuache. Hao wamezidi sana kuomba. Sasa na yeye ana ile msamiati yao, lakini Kiswahili ndio kile kile tutamuelewa. Lakini pia Sheikh ni mzuri wa lugha ya Kiarabu, Waarabu mtamuelewa, na pia mwenyewe mmesikia ni mzuri wa lugha ya Kiingereza. Sasa sidhani kama kuna mtu ambaye hajui hata lugha moja katika hizi tatu ambazo tumezitaja. Na kama ataongea ibara kwa lugha ya Kiarabu hukuelewa, mwambie Sheikh, kwa English unasemaje neno hilo? Kwa Kiswahili unasemaje ili isikupite? Usione aibu Sheikh. Usione aibu. Kama Allah amekujalia kujua Kiarabu, hujajua Kiingereza, usione aibu kuuliza hili la Kiingereza Kiarabu chake ni nini. Kama Allah amekujalia kujua Kiingereza, hajakujalia kujua Kiarabu, akitamka Kiarabu mwambie Sheikh, hapo umetuacha kidogo, hebu tutafsirie Kiswahili, ndio utajua vizuri. Sheikh, karibu sana. Fa ahlan wa sahlan wa marhaba. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadi wa tabi'a thara ila yawmiddin, amma ba'd. Kwanza narejesha shukrani baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na washukuru idara ya taasisi ya Al-Hikma juu yake ikiwa Sheikh Kishki na wenzake na kina Masai. Sisi hatujui kutamka ile jina, tunajua kutamka Masai. Sasa wao wamekuja kulibadilisha huku si huku wakalisema Masawi. Almuhim, katika jambo ambalo ni zito sana hapa ni lugha 4 nitakana nizitumie kwa standard ya language. Yani nataka nende juu sana katika kuzungumza. Nataka nije usijisumbue kuandika kila lilioko pale, utapewa kitabu haswa kimeandaliwa kwa haya mambo. Haya mambo hayakufanywa kiholela. Wewe usijisumbue mpaka ikikwambia andika hili, ni jambo ambalo halimo pale. Lakini usijisumbue kabisa, baada ya kumaliza utapewa kitabu ambayo kila ninalolizungumza lipo. Sawa? Kwa hivyo wewe nisikiliza mimi tu, sijishughulishe kuandika. Ila jambo nikwambia hili andika, halipo pale, andika. Lakini mwingine usia. Kwa hivyo kwa inahitaji kwenda juu kwa watu ambao wana degree. Nahitaji kuja kwenye lugha ya watu wa diploma, nahitaji kuja kwenye watu wenye certificate, nahitaji kuja kwa watu ambao ni Waswahili tu, ambao watu wafanyaji kazi. Kwa hivyo kuna mara utaona nimeenda chini sana katika kuzungumza. Wewe ambaye uko juu usiboeke, sawa? Na mara nikaenda juu sana, wewe ambaye uko chini usiboeke, kama vile yule alikustahimilia. Sababu nimeangalia hizi, na katika njia mzuri ya kutraini ya kubadilishana mawazo zaidi ni kujaribu kuheshimu wale watu wote walioko mbele yako. Yani usizungumze lugha ya watu wa moja, yani one standard. Yani nataka ujaribu watu wote wakiondoka pale kila mmoja amefaidika. Tumeelewana nafikiri? Kwa hivyo bismillahirrahmanirrahim. Vipengele ambao tutazungumzia sasa hivi ni tarbia, mtizamo ya watu juu ya malezi na malengo ya malezi. Neno malezi, hili neno ni neno la Kiarabu. Tarbia ni neno limechukuliwa, ni neno mwazimo, lakini lishasahilika. Tunaelewa maana kusahilika, sio? Limekuwaje? It have been sahilized, kama itakubalika kizungu. Limefanywa la Kiswahili hili neno. Tarbia sasa ni neno common, mtu yeyote ukimsikiliza akisema kila mmoja anakubaliana kwamba lakini hili neno limedhulumiwa.
Watu wengi wanalitumia hili neno, lakini ni neno ambalo hakuna neno limepata dhulma kubwa sana katika jamii zetu kuliko hii, kwa sababu hii ni fan, ina wataalamu wake, ina uandishi wake, ina vitabu vyake vingi kwa lugha nyingine. Kwa Kiswahili ni vitabu vichache sana, yani vitabu vya tarbia kwa maana ya tarbia ni vichache sana. Kwa hivyo tunahitaji wale ambao wana madigrii, atahitaji washughulike sana kuandika katika juu ya mada kama hii. Na itakuwa ni fursa mzuri yule ambaye atakuwa akiondoka hapa, zile dondoo ambazo ataweza kuzichukua aziweke kwa lugha yake anayependa yeye, kisha anaweza kuchapisha na ikafaidisha watu wengine. Sasa neno tarbia linatokana na lugha ya Kiarabu kwa maana raba yarbu, ina maana ya kuzidi, kukua na kuzidi. Kwa hivyo kitu ambacho kinakuwa na kuzidi, kutaamaliana kwake na kitu kama kile huwa kinahitaji juhudi kubwa sana, kinahitaji monitoring, yani kunahitaji kufanyiwa tathmini na kuangaliwa kila mara. Mtu awe anaangalia katika kule kukua, je, kile kinachokuzwa kinakuzwa kwa mwelekeo hasa unaotakikana. Wengi wetu tukiwa tunasomesha mada nyingine huona hili la tarbia silo jukumu letu. Mimi ni mwalimu wa hisabu na tarbia itaingiana wapi na wapi? Kwa hivyo kazi yangu mimi ni kufundisha hisabu, na fikra za sio zenu tu, bali hata wazazi ambao wanawaletea watoto kwenu nyinyi, ni fikra inaitwa performance attitude, exam oriented. Yani watu wanaangalia kwamba bora mimi mtoto wangu apate maksi za juu, yani tafawuk katika dirasa, yani afaulu kwa maksi za juu kabisa. Lakini ni mtu aina gani anayefaulu kwa hizo maksi za juu, anayemaliza kwa hizo maksi za juu, ni mtu aina gani? Hili kwa watu wengi limekuwa dhaifu. Ndio utaona sasa jukumu letu sisi kujitambua kama walimu kwamba jukumu langu mimi si kufundisha hisabu tu, bali ni kufundisha pia adala katika kutumia lugha ya hisabu. Tunaelewana? Wewe ni mwalimu wa hisabu, mimi nitaka kuonesha kwamba relation yako, mafungamano yako, wewe kama mwalimu ukiingia dirasani, wewe ni mlezi kabla ya jambo lolote lingine. Hasa kwamba hizi taasisi zetu zina sura, au ndivyo zinavyotakikana zionekane, sura za Uislamu, kwamba yatakana wale wenye utoka katika taasisi hizi watoke wana akhlaqiyati za hali ya juu kabisa. Kwa hivyo wewe ukiingia kwenye darasa kama mwalimu wa hisabu, yataka uweke katika hisabu zako kwamba hisa yangu nikimaliza, ile period yangu nikimaliza, ule muhula wangu wa kusomesha nikimaliza, yule mwanafunzi anayetoka kwenye darasa lile langu leo nampa nyongeza fulani. Kwa hivyo wewe ni lazima katika plani yako ya kimasomo, wakati unapanga ratiba yako ya kusomesha, kule ulipopanga mwanzo, uwe hili liko kwenye fikra yako kwamba mimi nikimaliza leo, huyu mtoto na muongezea kitu gani, anafaidika nini. Si tu kwamba awe amepata ile mada ya hisabu peke yake, nimemuongeza value, tathmini, nimeongeza kima, thamani ya jambo fulani. Kwa hivyo tarbia, tukija kuifanyia taarifu kwa ufupi, ni yale maandalizi yalokamilika ya kumwandaa mwanadamu kwa pande zake zote, na tutakuja kuona zile jawanibi nyingine. Lakini mtizamo wa watu, je, katika
kutizama hili jambo. Wengine wamemtizama akili yake, ndio ikawa ile performance ndio hamu yetu. Kama sisi pia, hiyo si tatizo lenu, ni tatizo liko cross East Africa. Yani shule yoyote haiangaliwi adabu yake, haangaliwi heshima za watoto wao, mavazi yao, kuhifadhiwa kwa wale watoto. Inaangaliwa ameperform vipi. Kuna watu wameangalia upande wa akili, wengine wameangalia upande wa mwili, wengine wameangalia upande wa kufikiria kwake. Lakini haya yote yana mapungufu. Kwa sababu gani? Haikupatikana ile ukamilifu, ile shakhsia yake ya kukamilika kwa pande zote. Shakhsia ya yule mwanadamu haikukamilika kwa pande zote. Yani kila mmoja amechukua janibi fulani, ameghafilika na janibi nyingine. Yani janibi fulani imetiliwa mkazo, janibi nyingine imeghafilika. Sasa janibi ya takamul, tukisema takamuli, na hili jambo ndilo ambalo mimi nataka sote tukitoka hapa tuwe na ile tuwe na fikra hiyo. Maana kuna ilmu ya fardhi kifaya na kuna ilmu ya fardhi ain. Tofauti ni nini baina ilmu ya fardhi kifaya na fardhi ain? Sasa la fardhi kifaya, mnajua ni nyinyi mwalihitaji fardhi kifaya, mnaita secular. La, nataka tufute neno secular kwenye akili zetu leo. Hili liandike, halipo pale. Nakwambia hili liandike. Tufute neno secular katika akili zetu tukiwa ndani ya hii taasisi. Kwa sababu hii taasisi ni taasisi egemezi katika mambo ya dini. Ukinena neno secular, rudi katika encyclopedia ya British, utakuta neno secular ni pahali ambapo Mungu hayupo. Je, hapa ndani ya hikma kuna wakati wewe ukiingia klasini unawaambia wanafunzi nimeingia klasini kuwafundisha somo, lakini hili somo halimkubali Mungu. Wafanya hivyo? Mafanya hivyo? Hapana. Ikiwa hamufanyi hivyo, ina maana tufanyeje? Ina maana kwamba hilo neno tuliondoshe. Hilo neno secular tuliondoshe, na badala yake tuweke neno gani? Kama tunataka kuweka neno la Kiingereza, general knowledge. Tukitaka kuliweka kwa Kiarabu, ilmu ambayo ni fardhu kifaya, au al-ma'arif al-amma kwa lugha nyingine ya polite kidogo, ambayo ni nyepesi kidogo. Ima ni fardhu kifaya au ni ma'arif al-amma. Lakini neno secular kuwa ni jambo ambalo Waingereza Wafaransa walianzisha hii fikra wakati kanisa ilikuwa inapiga vita utafiti wa kielimu. Qur'ani haipigi vita utafiti wa kielimu kabisa, bali Qur'ani inampa mwanadamu challenge katika masala ya kufanya utafiti na masala ya kiilmu. Kwa hivyo sisi hatufai kama Muislamu, ni aibu usikiwe wewe mtu Muislamu kisha wewe unasema unazungumza kama Muislamu, unasema kwamba unasomesha, wewe mwalimu unasomesha somo gani? Mimi ni mwalimu wa secular. A'udhu billah. Nasema mwalimu aulizwe, wewe mwalimu unasomesha somo gani? Aseme mimi nasomesha secular, kwa maana kwamba wewe mwalimu unasomesha jambo ambalo halina Mungu ndani yake. Kwa wenye lugha hiyo, sio mimi. Nenda kasome encyclopedia ya British, utaona maana ya secular ni nini. Ni pahali ambapo Mungu ametolewa. Sisi hakuna ilmu yoyote utakaisomesha katika Uislamu ila ina mafungamano na Uislamu, direct au indirect. Direct ni zile ilmu ambazo zimetajwa moja kwa moja, na zile indirect ni zile ishara ambazo Qur'ani imetoa, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ahlu dhikri ni wajuzi wa kila fani maalum. Ahlu dhikri
si peke yake tu mtu anayeulizwa kuhusu mambo ya kisharia, bal kuna mambo watu wengine wanayaona si ya kisharia lakini yapo ndani ya sharia ya Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomtumiliza mwanadamu katika ardhi, alimjalia kuwa awe ni khalifa wa Mwenyezi Mungu katika ardhi. Kwa hivyo awe ni khalifa, aiendeshe vipi ile ardhi? Kivolovoloa au aiendeshe kinidhamu? Akiwa ni kuendesha kinidhamu, kila linalohitaji mwanadamu kuendesha ulimwengu ni ilmu indirect, ametakikana ajifundishe. Sasa taingia katika fardhu kifayat au katika maarif al-amma. Kwa hivyo itakuwa ni general knowledge, ni general knowledge. Lakini neno secular tumesema tufanyeje? Tulifute kwenye akili na tulitoe kwenye ndimi zetu, na kulifuta kwenye akili na kutoa kwenye ndimi itahitaji juhudi kadhaa ziendelee mpaka hilo lipatikane, kwa sababu desturi ya mwanadamu akiwa kuna jambo ambalo limeganda kwenye akili yake, limekita, kulitoa jambo lile katika fikra inahitaji muhula fulani, inahitaji muda, hasa ikiwa ashazoea kwamba jambo lile liwe vile. Sasa yamhusu nani hasa haya masala? Yanamhusu nani hasa? Yani masala ya tarbia. Wajua hili nataka uliandike. Kuna atarbia dhatia. Tarbia dhatia ni personal development. Hii ikiwa huku mbele hukupata wewe kwa wazazi, atarbia dhatia utahitaji kila mwanadamu anahitaji. Mwanzo takatukubaliane kwamba malezi si hasa kwa watoto, ndio sote tutaweza kujibadilisha. Wanazuoni wa tarbia, atarbia dhatia, wamesema hii dhati ya mwanadamu alipojitizama nafsi yake, akajiona ana mapungufu. Yale mapungufu aliyoyaona, akiangalia huku nyuma, wakati yeye alipoinukia hakupata usaidizi wa malezi, yale malezi mazuri hakupata. Sasa umeshakuwa mkubwa, utafanyaje? Ndio tarbia dhatia itakuja. Tarbia dhatia itakuja, wewe dhati yako mwenyewe sasa unaanza kujibadilisha, unaangalia yale mapungufu yalopatikana umekosa kwa sababu namna ya ulivyosoma, namna ulivyopata maarifa yako, kuna mambo mapungufu fulani. Kwa hivyo malezi si mwalimu, si mzazi, si mkubwa, si mdogo, sote tunayahitajia malezi. Sasa tuje katika malengo ya malezi. Lengo kubwa ni ile tahqiq al-ubudiyya lillahi subhanahu wa ta'ala. Lengo kubwa kabisa ni tahqiq al-ubudiyya lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Iko katika sura gani hii? Wale wanaohifadhi Qurani, Suratu Dhariyat. Nafikiri ni ushahidi unatolewa mara nyingi katika hili. Ni lengo kubwa, na lengo hili kubwa pia nataka tusahihishe au tuongeze, to take note. Lengo hili kubwa watu wanalifahamu kimakosa. Hili lengo kubwa, al-ubudiyya lillah, linafahamika kimakosa. Kwa nini? Kwa sababu sisi tumelifanya ile ubudiyya lillah, tumezifanya zile swala na saumu na hija na zaka peke yake, tumezifanya hizi ndizo ibada. Yale maisha yako mengine, mtu ukimweleza, ukimwambia kwamba yale maisha mengine yake yote ni ibada, halikubali hili kiukweli. Ingawa kimazungumzo mtu atasema tukubaliana kwamba ni ibada, lakini ukweli wa mambo utaona hapa pana upungufu katika ufahamu, utekelezaji wa neno hili.
Al-ubudia lillahi subhanahu wa ta'ala linakusanya harakati zako zote za maisha. Kila haraka yako ya kimaisha inaingia katika ubudia lillahi subhanahu wa ta'ala. Na hapa kunahitaji kitu gani chenye kusaidia ili haraka zako zote za kimaisha ziingie katika ubudia lillahi subhanahu wa ta'ala? Ni nia. Kila unalolifanya ufanye kwa nia ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kila unalolifanya, hata wakati unapoenda kusomesha kwenye lile darasa, si unapata maisha? Ukiingia kwenye darasa wasoma ni kazi, kusomesha ni kazi, sio? Ufanye nini? Waingia kwenye darasa usomeshe ni kazi, kwa ajili ya nini? Upate riziki, sio? Lakini mimi nakuweza kukuonesha kwamba wewe waweza ukaingia kwenye darasa ukasomesha ukapata riziki na ukapata thawabu za zile dakika 45. Kivipi? Ukaingia kwenye darasa, mimi nafuata mwendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume alikuwa ndiye mwalimu mkubwa, kwa hivyo mimi namuiga Mtume. Umetia nia ya kumuiga Mtume alipoingia ndani ya darasa, ni thawabu hiyo. Mimi namfundisha huyu mtoto ili awe mtoto mzuri katika maisha yake, thawabu nyingine hiyo, bali nia ya pili hiyo. Jambo ni moja unalofanya, lakini taaddudi niyati ipo katika jambo. Nafanya jambo hili nipate riziki ya halali, ili niwalishe watoto wangu kitu ambacho ni halali. Nafanya mimi hili jambo nijikurubishe kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na mimi ndio mchango wangu na utoa katika kuinua umma kimaarifa. Nia ya ngapi? Nia ya 4. Nia ya 4. Nataka kumfundisha huyu mtoto afahamu hili somo vizuri, iwe ni silaha yake katika maisha ya kuboresha maisha yake ya Uislamu wake. Jambo ni moja. Nia 5. Fundi wa mitambo kule ametaka kutia flavor kwa hili jambo. Sasa twende kwenye malengo ya tumefahamiana, lakini kule katika nia kule, sio? Tumeelewa kwamba tuweza kuingia kwenye darasa badala ya kuwa nafanya ni kazi ya kutafuta riziki, nikaondoka na thawabu kuwa nyingi, au sivyo? Ukaingia kwenye darasa na ukatoka na thawabu nyingi kwa sababu ya nia. Wanasema taaddud niyat jaiz, kufanya jambo kwa nia kuwa nyingi ni jambo jaiz katika sharia, na wengi wa watu hawajui kwamba wewe unaweza ukafanya ibada moja lakini ukapata thawabu kuwa nyingi kulingamana na nia zako uliokuwa nazo, zile nia ulitia wakati wa kutekeleza ibada kama ile. Kwa hivyo ni malengo gani lakini sisi haswa tunayalenga wakati tunafanya juhudi za tarbia? Ni malengo gani ambayo yataka yawe katika fikra zetu sisi? Miongoni mwa hayo malengo ni kule kutekeleza ibada yenyewe. Lakini kutekeleza ibada, watu wengi watekeleza ibada, lakini kuwa na himma ya mtu kutekeleza ile ibada yenyewe, kuhudhuria katika ibada yenyewe, kujitahidi kudumu katika kutekeleza ile ibada yenyewe, kuwa na ikhlasi katika kutekeleza ile ibada, kuwa na mapenzi ya kufuata sunna za Bwana Mtume, yani kutekeleza ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Sasa wewe ukitekeleza ile ibada utekeleze namna alivyofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kupenda elimu na kukuza maarifa, kwa sababu ibada yoyote ambayo waifanya pasina maarifa, ibada yenyewe wa kullu man bighairi ilm wa kullu man bighairi ilmin ya'malu wa kullu man bighairi ilmi katika Zubad, bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Yani matendo yako unayafanya lazima
tukumbuke hili la kwamba maarifa, kukuza maarifa katika ibada yako unaifanya, ukaifanya ibada kimaarifa, lazima liwe ni katika malengo kupenda Mungu na mtume wake, wazazi, walimu na waumini kwa jumla. Hili linaingia katika malengo ya malezi, lazima yakuzwe mapenzi haya. Yani wewe kwa nini unamlea mtoto, unamlea awe na mahaba ya aina gani? Hayo yote tuliyotaja. Kujipamba na tabia njema, kupenda kulingania, yani kupenda dawa. Wakati unamlea ule mtoto unamtia fikra ya kupenda kuwafanya islahi watu wengine. Kuwa na nidhamu, yani nidhamu hata katika kutefuta zile hukuki zake. Kukuza hima ya kupenda kuhifadhi wakati wake. Yani hii ni jambo ambalo ni katika matatizo makubwa tunayo katika mujtamaa wetu, masala ya wakati. Haya si hasr, haya ni baadhi ya malengo, si kwamba eti ndio yote. La, tumehusia yale ambayo tunaona yana uzito zaidi. Na kwa nini la wakati tukalitaja? Mimi naona hili la wakati katika jamii zetu yahitaji tuwe na session maalum kwenye masala ya wakati, lakini malengo yetu siku zote lazima yawe ni malengo twaweza kuyatathmini, kisha baada ya kuyatekeleza, kuyafanya mambo yale, tuwe tunaweza kuyatathmini malengo kama yale. Kwa hivyo discussion yetu itakuwa ni juu ya nyinyi wenyewe mnavyoyatizama haya mambo kama walimu, wazazi wanayatizama vipi mambo kama haya, wanafunzi wanayatizama vipi, na mitaala yetu, je, sisi tuna fungu gani katika kutengeneza ile mitaala, ili haya mambo, haya malengo yakawa yapo wazi katika kutekelezeka. Yani kuyataja ni rahisi, kuyataja haya kama malengo ni rahisi, lakini haya malengo kubadilishwa kuwa ni program ya mtu ya kila siku. Yani mwalimu akawa anao ile hisia. Mwalimu ni mlezi kweli, lakini akawa na hisia ya ulezi, ni vitu vile tofauti. Automatic wewe madamu ni mwalimu ni mlezi, hasa ukiwa mwalimu katika Afrika. Ukiwa mwalimu katika Afrika huwa si mwalimu tu, wewe huwa ni kila kitu. Wewe ni kama zaidi ya baba katika Afrika, kwa sababu wewe mzazi akija kukwambia nimekuachia wewe, kwa maana yeye amefanyaje? Amejinasua katika majukumu. Yeye amekuachia wewe, bwana mwalimu huyu ni wako. Sasa unaona jukumu lako linavyokuwa zito. Sasa wewe ikiwa hutochukua lile jukumu kihaki, ule mtoto atadhulumika. Tumeelewana? Kwa sababu ile akili ya wazazi wetu namna ilivyo, anaona yeye, mimi madamu nimempeleka Al-Hikma, basi huyu atatoka akiwa ni shekhe, atatoka akiwa msomi, atatoka ni mtu ana akhlaki mzuri, atatoka ni mtu mwenye kupenda ibada, ni mtu mwenye kupenda dawa, ni mtu mwenye kuwa yote ashaachia Al-Hikma. Yeye ana na shughuli zake na mbio zake za kilimwengu. Baada amempeleka, amemkabidhisha Sheikh Kishki na idara ya Sheikh Kishki na walimu wa Sheikh Kishki, basi wao ndio kila kitu. Yeye hana usaidizi. Ndio nikasema kwamba kutakuwa na session na wazazi kama hivi tunavyozungumza na nyinyi, tutazungumza na wazazi. Kwa nini kutaka session na wazazi? Nimetaka session na wazazi kwa sababu wazazi wengi wanakwepa majukumu yao, wakati tarbia haiwezi kukamilika kwa mwalimu peke yake pasina mzazi kujihusisha kisawasawa. Tupo pamoja? Kwa sababu Muislamu ameambiwa awe ni khalifa wa Mwenyezi Mungu katika nini? Katika ardhi. Kule kwenye ardhi kuna nini na nini? Kuna mambo mengi. Yale yote mambo ambayo yako katika ardhi yanahitaji ilmu. Yanahitaji nini?
ilmu. Kwa hivyo sisi ni kupangilia kwamba lile la faradhi kwanza tulipe mkazo wake, lakini na hili la fardhi kifaya tusiliache kulisoma tu. Jina hili tusilitumie, sio jina letu, kwa sababu sisi hatuna elimu ambayo haina Mungu ndani yake. Kila ilmu kwetu sisi ina Mungu ndani yake, mpaka elimu ya hisabu ina Mungu ndani yake, kwa sababu ukifanya hisabu ukafanya dhulma, ukamfanyia mtu khiana kwa kutumia hisabu, utakuwa umefanya dhambi. Hujafanya dhambi? Umefanya dhambi kwa kutumia nini? Kwa kutumia hisabu. Je, ukafanya hisabu, ukafanya adala, ukamfanyia mtu justice, ukamfanya uadilifu, mtu akapata haki yake, utakuwa umefanya sawa? Hukufanya sawa. Haya, ikiwa wazazi na walimu tumefahamu, la wanafunzi nafikiri kutakuwa ni zile changamoto ambazo zipo za kawaida. Mimi nataka twende kwenye kipengele kingine cha mitaala. Je, mitaala ambayo tunayo inatusaidia kufikia malengo ya malezi? Ikiwa ni la, vipi sisi tutafanya kama umma kuweza kupata angalau thuluthi ya lile tunalolitaka? Kama wajua, kama huwezi kupata jambo kiukamilifu, hataki useme maadamu sikupata 100%, basi hata 50% sina haja nalo. Tunaelewana? Tumeelewana hivyo? Tunaelewana hivyo jameni? Kuna watu wengine fikra zao ni kuwa kama jambo sikulipata 100%, basi nisipate kabisa. Maoni yenu, mawazo yenu, fikra yenu, je, kuna taasisi ya Kiislamu ambayo inaangalia namna gani? Sisi kule tuna MEC ni Muslim Education Council. MEC kazi yake iko ndani ya Wizara ya Elimu. Hii MEC ni ya Waislamu, ni majlisi ya ilmu ya Waislamu, iko ndani ya Wizara ya Elimu ya serikali, imekubalika. Katika kila taasisi kule za secondary kuna board of management. Mimi nazungumzia nadharia ya kule, sijui huku kwa vipi. Kila taasisi ya secondary na primary kuna board of management, yani idara za usimamizi wa shule. Hii huwa ina wazazi wawili, lazima iwe na kiongozi mmoja kutoka MEC, Muslim Education Council. Serikali ikitaka kubadilisha syllabus au mitaala, ni lazima iwahusishe Waislamu watoe maoni yao katika kile kitu ambacho kinataka kubadilishwa. Kikiwa wamekikubali kitapita, kiwa hakikubali lazima kitasimamishwa. Sasa sijui hapa kama kuna bodi kama hiyo. Kama hamna, lazima mufikirie katika kubuni bodi kama hiyo. Muslim Education Council, yani Muslim Education Council kwetu inafanya kazi hiyo. Iko kwenye Wizara ya Elimu, hasa iko na recognition ya kikatiba kwamba hii board inatambulikana. Tatizo lolote linalotokea la kielimu katika sehemu yoyote, lazima wahusishwe wao katika kufanya decision. Kama kumetokea matatizo baina ya shule na watoto wa Kiislamu au nini, hawa lazima wahusishwe katika kufanya decision. Sasa nataka kujua upande wenu, je, kimitaala iko vipi? Unaona, kwetu kuna lugha ya Kiarabu katika mitaala inafundishwa, kuna IRE inafundishwa katika mitaala kutoka nursery mpaka university. Lugha ya Kiarabu iko recognized kama lugha, yani kama lugha kufundishwa. Sijui mimi huku upande huo kwenu. Kwa hivyo nataka hii itanisaidia, kwa sababu nikizungumza na wengine nitakuwa nimepata taswira katika mitaala. Nyinyi muna vipengele gani vinawaumiza, au mnahisi vingeweza vikabadilishwa, au tukatafuta mbinu ya kuvibadilisha ikawa niletaleta usaidizi katika kufikia yale malengo ambayo sisi tunayataka ya malezi?
kwa nini tusiwe na vyuo vya kuandaa walimu za Kiislamu ambazo zitakuwa na mitaala ya kumwandaa ule mwalimu Muislamu, kwa sababu mwalimu Muislamu ni tofauti katika maandalizi yake na mwalimu mwingine wa kawaida. Unaona, mwalimu mwingine wa kawaida ni mtu anafundishwa kuchukua subject adifikishe vipi kwa mwanafunzi, lakini sisi ni kwamba sio ile subject kuifikisha kwa mwanafunzi, ni kumold ule mwanafunzi kuwa awe mtu mzuri katika jamii. Kwa hivyo wewe unaandawa kama mlezi, huandawi mwalimu tu. Mwalimu katika Uislamu haandawi ni mwalimu, anaandawa ni mlezi. Kwa hivyo tutafanya moja katika jambo ambalo nataka tulifikirie ni kuwa na taasisi za kuandaa walimu. Moja. Pili, kabla hatujafikia hapo, tuweze kuongeza mada kama hizi ambazo si sana kuzungumziwa walimu. Ndio walimu unaona vitu vingi tutakao kuzungumza, walimu watazionea maajabu kwa sababu ni vitu vipya na wao katika maandalizi yao hawakuvipitia vitu kama hivi. Unaona? Kwa hivyo kwa nini tusifikirie kama nyinyi kama walimu? Sasa wewe umefaidika, baada wewe kufaidika, kwa nini wewe usiweze kuandaa pengine warsha ndogo ndogo, ukaangalia taasisi nyingine ambayo ina walimu, ukaenda ukajitolea, ukazungumzia hata kama ni kwa nusu ya siku. Something is better than nothing. Ukimpatia ule mwalimu tips, mwalimu ni mtu manake wewe nyinyi tayari mnao ule uwezo, ni kupewa tu viigizo fulani hivi, kufunguliwa, ni kama kupewa tip ndogo ndogo. Wewe mwenyewe utakwenda kupanua kwa kusoma zaidi, kwa kufuatilizia, kwa kutefuta maarifa kama haya, ni utafanya juhudi za kuongeza. Kwa hivyo kwa nini tusifikirie sisi kabla, kama pengine hilo la kuwa na taasisi nyingi za kuandaa walimu pengine itakuwa ni jambo litachukua muhula, lakini nyinyi kama walimu sasa mmetoka kwenye hii warsha, kila mmoja naye akafanya warsha ndogo tu ya taasisi nyingine, walimu 10 tu, akafanya juhudi. Nafikiri tutakuwa hii fikra imepanuka sana, na tumeweza hata kama hatujasuluhisha lile tatizo kabisa, lakini tutakuwa tumepunguza hata kama ni 20 au 30% ya yale matatizo ambayo yapo katika malezi. Kwa hivyo nimetaja suluhisho ngapi? Hatukulipenda hili. Nimetaja suluhisho ngapi? Walimu nimetaja suluhisho ngapi? Suluhisho 2. Moja ni lipi? Moja la kufikiria kuwa na taasisi zetu za kuandaa walimu ambao zitakuandaa walimu kimaadili ya kisawasawa. Pia hata ile BAKWATA pia. Kwa nini sisi tusijaribu kwamba wanapotolewa fikra fulani sisi tukawapelekea watu wao wapeleke, sisi tuandikie muswada, si wao ndio watapeleka, tuandikie muswada wapeleke, hakuna shida, wapeleke wao, lakini sisi tumeandika yale ambayo tunaona ni haki yafanyike. Pili ni nyinyi mwanzishe warsha ndogo ndogo kama hizi, kwa sababu sasa wewe utakuwa ushapata ile concept. Jaribu na wewe kufanya warsha ndogo kwa walimu wengine, itakuwa ni train the trainer. Nyinyi mmepata na nyinyi mnawapa wengine, tutakuwa tunarisukuma hili gurudumu mbele. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Kubeba majukumu ndio hapo penye kazi hapo. Naona ile ndio yatoka kwa sauti ya chini kabisa. Wewe kama mwalimu wa Kiislamu ukiwa na tabia mzuri, wanafunzi hawaathiriki na wewe? Wanaathirika. Kwa hivyo masala ya sisi kujibadilisha yataka isiwe ni sisi kwenye hii taasisi moja, iwe ni sisi, kila anaitwa sisi katika ualimu. Kila tukiweza kupanua ule ugo wa sisi walimu wa Kiislamu tukawa ni sisi. Tumeelewana? Tumeelewana walimu? Sisi walimu wa Kiislamu tukawa ni sisi, kwa maana tukawa Waislamu wa kisawa sawa. Tukawa Waislamu wa kisawa sawa. Si lazima tu kwamba wewe ukamzungumzia ule mwanafunzi. Yule mwanafunzi aiga zaidi vitendo vyako kuliko maneno yako. Now always action speak louder than words.
yani vitendo vinazungumza zaidi kushinda maneno. Kwa hivyo na sisi kujibadilisha ni turudi kwenye nini? Kitu gani ambacho nilikitaja hapa? At-tarbiya adh-dhatiya. Turudi kwenye tarbia dhatia. Tarbia dhatia ni jambo ambalo linafanywa na mtu mkubwa. Ndio mimi nikasema tarbia haimuhusu mtoto. Wengi fikra zetu kwamba tarbia ni otisi, tukizungumza kineno tarbia tuamwangalia mtoto, tuamwangalia tarbia kuna marhala zote za umri sisi twahitaji. Hata sisi ambao ni watu wazima twahitaji tarbia dhatia. Na tarbia dhatia ni kwamba ni kuangalia ile mapungufu yetu sisi ambayo tuko nayo. Sote tuna mapungufu kama binadamu. Yaani mimi ninazungumza si kwamba nimekamilika. Mimi na mapungufu yangu mengi tu na ninajaribu kila siku kurekebisha yale mapungufu ambayo ninayaona. Na katika pungufu ambalo nimeweza kulirekebisha ni kuheshimu wakati. Mpaka kule Kenya katika vyuo vyote kwa jumla vikinialika, havinialiki program ikaniweka mtu wa kwanza katika program. Wajua wakiniweka mtu wa kwanza nikaingia kwenye holi, ikifika time hata akawa kuna mwanafunzi mmoja tu, mimi nitaanza muhadhara wangu. Mimi uniambia saa 3. Kwa hivyo kitu kiweza sisi kujibadilisha, kule kujibadilisha itakuwa na athari kwa watu wengine wengi tu. Kule sisi tukijibadilisha kwa Waislamu wa kweli, mazungumzo yetu, vitendo vyetu, akhlaqi zetu zikani za Kiislamu, fikra zetu, juhudi zetu za kufanya da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala, sisi kila tukiwa mfano mzuri tutaweza kuathiri wengi tu. Hima mwalimu, mtu yoyote ambaye anafanya juhudi katika tarbia huwa anataka kuona natija. Lakini nataka niwape kaida moja. Hii kaida nataka uiandike. Kaida nataka uiandike kwamba tarbia, juhudi zako unazoziingiza na natija zake haziendi sawa. Kwa hivyo usitarajie kwamba utafanya tarbia siku moja mbili, kesho yake utake kutathmini kuona faida yake. La, nataka uelewe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akalelea masahaba miaka 23. Natija ilionekana baada ya miaka 23. Alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio natija ilipoonekana. Maana wakaonekana watu walosimama misimamo ya kisawasawa, misimamo imara, wasiotikishwa na jambo lolote. Abu Bakar radhiyallahu anhu ambia wulitu alaykum wa lastu bi khairikum fa in ra'aytumuni ala khairi fa'inuni wa in ra'aytumuni ala sharri fasaddiduni ati'uni ma ata'tu Allah fikum fa in asaytuhu fala ta'ata li alaykum. Maneno haya ni maneno mazito sana. Aambia nisikilizeni mimi wakati mimi nimemtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nikitomtii Mwenyezi Mungu hakuna taa kwenu nyinyi. Alqawiyyu indakum dhaifu indi hatta akhudha alhaqqa minhu. Mwenye nguvu kwenu nyinyi ni dhaifu mbele yangu mimi mpaka nichukue haki kutoka kwake. Wadhaifu qawiyyun indi hatta arudda alhaqqa lahu. Na yule mdhaifu kwangu mimi ana nguvu mpaka nimregeshe, ana nguvu mpaka ile haki yake aipate, kuonesha ile justice. Hao watu walilelewa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio wakapatikana hao watu wa kisawasawa. Kwa hivyo vijana wengi na watu wengi wana tabia kutaka kuona natija haraka. Natija ya haraka tusahau. Fanya juhudi, usikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Siku moja waweza ukakutana na ule mwanafunzi ambaye wewe darasani ulisema huyu hana cha tamaa ya kuongoka. Ukutane na yeye akwambie mimi ni yule ulikuwa ukisema shekhe mimi sina tamaa ya kuongoka. Yuko kwenye safu ya kwanza kwenye swala, akumbuka yale yote uliomueleza. Kwa hivyo natija hazipatikani kwa haraka katika tarbia. Hili tuliandike kwamba juhudi ni nyingi, natija ni chache. Kwa nini natija kuwa chache? Kwa sababu yale matokeo ya nje, muathirat al-kharijia, zina nguvu sana. Mambo yenye kubomoa, wewe wajenga, kuna wengine wabomoa.
Kwa hivyo wabomoaji ni wengi kuliko wanaojenga. Kwa hivyo natija tusizitarajie za haraka haraka. Lakini natija gani zinazotarajiwa kupatikana? Natija ya kwanza ni kupatikana mafungamano mazuri baina ya Allah subhanahu wa ta'ala muumbaji na baina ya muumbwa au viumbe vya khuluqati za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tarbia inaleta hii alaka, na hii ni alaka muhimu sana. Yani mwanadamu ataka akiwalelea wale anaowalelea, asiwalelee kujifungamanisha na yeye, awafungamanishe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika tarbia haitakikani ile dhati yako ndio iweze kuonekana. Wewe mfungamanishe mtu na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, siku moja ataona njia ya sawa, ataipata, na akifuata njia ya sawa natija ni kule yeye kuwa na alaka mzuri na Mwenyezi Mungu. Pia kuleta yale mahusiano mazuri baina ya mwenye kulelewa na mwenye kulelea, yani baina ya mlezi na mtu anayepata malezi. Yani tarbia inasaidia yale mafungamano yanakuwa mazuri, yanakuwa very smooth, alaka mzuri baina ya wewe kama mwalimu, kama mlezi, na yule mwanafunzi ambaye wewe unamlelea. Pia inasahilisha ujenzi, kujenga maarifa kwa yule mtoto. Maana anapokuwa na tarbia mzuri, atakuwa ni msikilizaji mzuri, atakuwa ni mtu mwenye kuheshimu, atakuwa ni mtu mwenye bidii, atakuwa ni mtu mwenye akhlaqi njema. Kwa hivyo inasahilisha sasa ile information, kupass information kwake inakuwa rahisi, kwa sababu yeye ni receiver, yuko tayari kupokea yale ambayo wewe unamueleza. Inakuza tabia njema tarbia. Huleta uwiano mzuri katika jamii, kwa sababu watu wanaheshimiana katika jamii. Jamii ambayo imepata tarbia mzuri, watu wanaheshimiana, wanakuwa na mafungamano mazuri. Inamleta kuwa na fikra mzuri yule anaelelewa, anayepata malezi mazuri, anakuwa pia kufikiria kwake, anafikiria kwa vizuri. Akipata tatizo, hawi ni mtu mwenye kukimbilia haraka kufanya jambo ambalo ni baya, bali anafikiria mimi ni tatizo mbele yangu, niweze kulitatua kivipi. Inahifadhi jamii na mambo yote mabaya. Inasahilisha kufikia ile malengo ya taasisi. Taasisi zinataka watu wawe na performance mzuri, wafanye vizuri, wawe ni viungo vyema katika jamii. Kwa hivyo tarbia mzuri inasaidia kuleta natija kama hiyo. Na pia kukuza watendaji bora. Maana sisi hatutaki watendaji tu, tunataka watendaji bora, watu ambao ni watendaji, wanatenda mambo kwa uzuri. Mtu akipata tarbia mzuri anajiepusha na sifa mbaya. Wanahifadhi nidhamu, wanaheshimu, na wanapatikana raia wema. Sasa ule uraia wema unapatikana kwa hivyo. Lakini ili tuweze kuyafikia kuzizi natija zipatikane, kuna ndani ya familia lazima tuwe na ratiba ya haya ambayo tunayataka tuyafikie. Take from there. Continue. Endelea tu, ufungue tu kwa sababu nini? Kwanza. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuwa na ratiba ina umuhimu, mbali na kwamba tuzungumzia kuhusu malezi. Ratiba inamfanya mtu awe mwepesi kufikia yale malengo yako. Mfano,
aliandika list, anaingia sokoni kununua bidhaa, na aliyeingia sokoni tu hajui anunua nini, inakuwa ngumu. Yule aliandika, aliorodhesha zile bidhaa atakazonunua, anatumia muda mfupi na atafikia yale malengo yake, kama ni kununua bidhaa za kupikia ama mambo mengine. Lakini yule aliyeingia bila ya kuorodhesha yale mambo anayohitaji sokoni, ataingia na pengine akitoka atoke na peremende, kitu ambacho hakina faida. Tunafahamiana, sio? Kwa hivyo kuwa na ratiba inasaidia kufikia yale malengo ya malezi, na familia yote inahitaji kufaulu katika malezi. Lazima iwe na nini? Khitwa, ratiba ya muhula mrefu. Kuna ratiba ya muhula mrefu, kuna ratiba yani ratiba kwa hakika ni kila mtu au afaa kuwa na ratiba ya muhula mfupi na muhula mrefu. Mimi nataka kuachieve nini wiki hii kama mwalimu, kama mzazi, nataka kuachieve kitu gani wiki hii. Kisha anaangalia mwaka mzima, ile report nitakayopeleka pengine kwa washikadau wa taasisi, ile report nitakayopeleka nitapeleka achievements gani. So inatusaidia katika kufikia haya malengo. Kwa hivyo namna ya kutengeneza ratiba ni lazima pawe na ushirikiano mkubwa, ushirikiano katika kubuni dira na mwelekeo wa familia. Lazima wahusike wote, wahusishwe wote, wale wahusishwe, kama tulivyozungumza asubuhi kwamba malezi ni malezi yani tulizungumzia kuhusu ile holistic, kwamba inagusa vipengele vyote. Kwa hivyo malezi hayawezi, kama vile tulikuwa tukisikiza kuhusu malezi ya wazazi na walimu, yani muono wao, tukaona kwamba kila mmoja, kuna Sheikh fulani alikuwa akizungumza hapa akasema kwamba kuna pengo pale baina ya wazazi na walimu. Kwa hivyo ili hii ratiba ikamilike, lazima wahusishwe wale watu wote. Kama ni mzazi, uhusishe na watoto wako. Kama ni mwalimu, uhusishe na wanafunzi wako. Kuwe na ile ushirikiano. Lazima wahusike wote, wahusishwe baba, mama na watoto katika kubuni risala yao. Wazazi watasaidia kuwaongoza watoto kwenye kutoa maoni yao, ili taswira ya sawa ipatikane katika mambo yanayofuatia. Na tukakubaliana kwamba malezi si ya mtoto peke yake, kwamba malezi ni ya sote. Binadamu tunahitaji malezi, sote tunahitaji malezi. Ndio maana pale hapa imegusiwa tu wazazi, imegusiwa tu watoto, lakini hili pia tusilichukue kwamba ni haya malezi yanahitaji watoto peke yake, bali hata nafsi zetu pia zinahitaji malezi. Naam. Vipi tutatekeleza haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Sasa hapa kila mmoja ashiriki katika kutoa maoni yake na namna ya kutekeleza haki hii. Sasa kama familia unakaa chini, kama mwalimu pia wewe unakaa chini, una familia yako, na natumaini kwamba wengi hapa wana familia. Kwa hivyo vipi mtahakikisha hili lengo, mtafikia lengo la kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu? Vipi mtatekeleza haki yake? Kwa hivyo la kwanza kabisa ni kuisoma dini. Inakuja ilmu, alafu ndio mnafanya nini? Mnafanya ibada, zile ibada. Kisha baada hapo kufuata maamrisho ya dini, kujiepusha na makatazo ya dini, kukumbushana mambo mazuri na kukatazana mabaya, kutekeleza ibada kwa wakati wake, kuchangia kifedha na miradi ya khair. Hizi mtanisamehe, nitaenda haraka kwa sababu ya muda. Kisha vipi tutatekeleza haki ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hivyo umeona tumeanza vipi ile ratiba, kwamba mwanzo ni haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha mwalimu wetu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vipi tutatekeleza haki yake? Haki yake tutatekeleza vipi? Kumsoma na kumjua vizuri Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya kumsoma na kufuata sunna zake, sira zake, kujiepusha na mambo ya uzushi, kueneza sira zake, kumfanya awe ni riwaza njema na kumtetea wakati akihujumiwa. Naam. Baada ya hapo ni haki ya wazazi wawili. Vipi tutatekeleza haki ya wazazi wawili?
Kwanza kabisa kuwaheshimu na kuwatendea wema, kuwafanyia ihsani wanapozeeka, kama ilivyokuja katika Qur'ani, waqala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Na utaona ndio mpangilio tuliofuata, kwamba ya kwanza kabisa ni haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha ya wazazi. Kuwafanyia ihsani wanapozeeka, kutoinua sauti mbele zao na kutowatusi, kuwaombea dua na kuwatolea sadaka za kuendelea, kuwafanyia ihsani rafiki zao. Kisha baada hapo, vipi tutatekeleza haki za jamaa na familia? Naam, hili ni changamoto yani sahihi wakati huu, yani generation ya sasa ni kwamba kila mtu ni nafsi anaangalia yeye na watoto wake, yeye na gari lake, lakini familia tumekuwa tumezeka mbali sana, kuogopa tu kwamba nikianza kujishughulisha mambo ya familia nitakuwa naomba na nini na kadhalika. Lakini hii ni haki yao, hii lazima tuwatekelezee. Kwa hivyo kuwafanyia ihsani ni muhimu sana. Pale ule mtoto mkuze, ajue mbali na baada ya kukujua wewe mzazi wako mama na baba, kisha awajue na wale akriba zao, ni wajomba zake, ni wanani. Ufanye ile kusiwe na ile kukatana kizazi, kuwafanyia ihsani, kuwajulia hali zao, kuwaunga na kutowakata, kuwafanyia ziara ya mara kwa mara, kushiriki katika minasaba yao. Kisha baada hapo, vipi tutatekeleza haki ya ujirani? Hili ni changamoto nyingine pia, nao ujirani, majirani tukae nao vizuri. Kwa hivyo wana haki katika Uislamu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alihusiwa sana na Jibril mpaka akafikiria kwamba jirani anaweza kumrithi. Kwa hivyo tufikirie yani kwamba ilifikia hadi mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam kufikiria kwamba jirani anaweza kunirithi. Kwa hivyo itakuja katika sura yako kuonesha ni mara ngapi Jibril alayhi salam akimshukia Mtume sallallahu alaihi wasallam akimuhusia kuhusu jirani. Kwa hivyo kuishi kwa ujirani mwema, kumfanyia ihsani, kumjulia hali, kumsaidia anapotaka usaidizi, kushirikiana na yeye katika minasaba yake ya halali, kumlingania katika dini. Ya Muhammad bin Ibrahim al-Quaidi, mwanzo wa hiki kitabu, mwanzo amezungumza hii risala, lakini yeye amezungumza hii risala kwa standard yao ya kwao, hukuona matatizo yao walionayo. Lakini mimi nimeiswahilisha, nimeifanya ya Kiswahili, nikaiweka hivi nilivyoiweka, ifanane na matatizo yetu na yale yaliyotuzunguka sisi. Kwa hivyo kuna umuhimu sana wa sisi kuweka risala yetu wazi, mtu ajue kwamba haki ya kwanza ya kutekelezwa ni haki ya Mwenyezi Mungu, haki ya pili ni haki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haki ya tatu ni haki ya wazazi wawili, haki ya nne ni wale arhami zako, haki ya tano ni jirani zako, haki ya sita ni ya ile jamii unayoishi ndani yake, haki ya saba ni haki ya nafsi yako wewe mwenyewe, kama mtoto, kama ni binti, kama ni mume, haki yako wewe mwenyewe. Sasa hizi hukuki saba ukizipangilia na ukawa unazitekeleza, tayari wewe utakuwa unashakuwa na mission katika maisha yako, mpangilio katika maisha yako. Hutomnyima mtu haki yake hata mmoja. Kila mmoja haki ya Mwenyezi Mungu utakuwa umeitekeleza vizuri, haki ya Mtume itekelezwa vizuri, haki ya wazazi wawili, kwa sababu wale watoto watakuwa wameinukia kujua zile haki ya wazazi wawili, hasa wanapofikia katika marhala ya uzee kama alivyotaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Tayeb, natoa nafasi sasa, tuna dakika kadhaa zimebaki, natoa nafasi kwenu nyinyi kutathmini hii fikra ya hapa ya risala ya familia. Kila mmoja wetu amepata nini katika risala hii? Nataka wale ambao hawajachangia na wao wachangie. Naam.
umefahamu nini kwenye hii risala, umependa kitu gani, umependa kuongeza nini. Pengine una kitu unataka kukiongeza, pia mimi naweza kufaidika pia kwako. Naam. Wa alaikum salam. Kwenye familia. Kwa kweli kama mtu hana ratiba ni kama hana dira, na mtu ambaye hana dira kwa maana kama hana mwelekeo. Kwa hiyo nimejifunza kwamba kuwa na ratiba ni jambo zuri sana. I'm sure nikitoka hapa nitaenda kuandaa ratiba yangu nyumbani. Shukran, barakallahu fik. Kutokana na hili nimejifunza haki zile, kwamba haki ya kwenye ile ratiba au kwenye ile ratiba ambazo tutakuwa nayo ambapo nitazungumza na familia yangu. Ina maana kama nitaipanga vizuri, tutaweza kama familia kuzifuata haki zote zile za msingi, haki ya Mwenyezi Mungu, ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, familia, jamii inayozunguka na watu wote. Ili kwangu ni jambo bora sana. Nashukuru nimejifunza sana. Taib. Mwingine yote ambaye ana kuchangia kitu chochote kuhusu, wajua hili jambo la kufanywa kimatendo, sio lako, si nadharia. Wajua nataka tuelewane. Hizi si nadharia. Hizi si nadharia. Haya ni mambo yatakayofanywe kwa vitendo. Ni maana kwamba wewe leo ukienda ujikunywe kichwa vizuri, leo ukifika nyumbani ukae na familia uanze kufikiria, mwanze kutathmini. Si lazima leo imalizike ile risala kwa leo. Weza kachukua hata wiki katika kufikiria nini, vipi utaandika. Lakini nakuhakikishia ukisha kuweka risala, kila mtoto wako ukampa kopi ya ile risala ya nyumbani kwako, wewe matatizo ya kuwaelekeza watoto yatakuwa yamekwisha. Sababu kiosha kumweka mkubaliana katika performance, ni lazima aperform vizuri, ataperform vizuri. Tabia, tuwe na tabia mzuri, lazima atakuwa na tabia mzuri, kwa sababu ni jambo mmekubaliana nyinyi kimaandishi, sio jambo la kuzungumzwa tu, ni jambo kimaandishi. Na ikimalizika ile risala, mwisho mama ana sign, baba ana sign, na watoto nao wana sign. Kufanyia wazazi ihsani. Mmoja ameuliza kuwafanyia ihsani wazazi wawili. Wewe mfano mtoto umezaliwa, una baba na mama, wamefikia uzeeni, wanakuhitajia wewe kuangalia chakula chao, pahali pa kulala, mavazi, matibabu. Wewe ni wajibu wako. Hili ni swali limeletwa na lijibu hili, kisha turudi kwenye mada yenyewe, sababu bwana ameleta. Kwa hivyo wale wazazi ambao wamekulelea, wao wamekufanyia ihsani, wamekufanya wema, ukulelea mpaka ukawa binadamu. Sasa wao wanakuhitaji leo, hata wakiwa si Waislamu, hata wale wazazi wawili wakawa si Waislamu, bado haki ya kuangalia kichakula, pahali pa malazi, matibabu. Wewe ukiwa una uwezo, ni wajibu kwako wewe kuwafanyia ihsani. Ila tu wakikuamrisha jambo la haramu, ufai kuwatii, lakini kwa yale mahitajio ya kidharura lazima uwafanyie wema. Ihsani ni kuwafanyia wema wale wazazi wawili. Sasa tunapoandika, unaona, tunapoiandika ile ratiba na tukamaliza, tukakubaliana namna ya kuzitekeleza zile hukuku. Wewe mzazi una sign, baba una sign, mama ana sign, watoto wana sign, kisha inakuwa kopi, kila mmoja ana kopi yake. Sasa anapokuja kufanya kasoro katika ile, unamwambia turudia, tulikubaliana nini? Mkataba wetu, risala yetu ya familia yetu inasemaje?
inasemaje risala ya familia yetu. Kwa hivyo ni mwongozo unakusaidia wewe mzazi katika malezi, kumwelekeza yule mtoto wako vizuri. Mimi nakumbuka kutoka tutengeneze risala ya familia, sasa nafikiri zaidi ya miaka 20, bado haijatokea siku, nafikiri hata siku moja nikamzungumzia tena mtoto wangu kuhusu mambo ya nidhamu. Zaidi karibu miaka 20, kwa sababu kila mmoja ana kopi ya ile risala yetu, kila mmoja anakwenda kulingamana na ile risala, ana kopi yake, naye mwenyewe alisaini kwamba haya ni mambo itifakia, tulikuja tukapata itifaki kwa pamoja. Kwa hivyo inasahilisha pia, yani katika umuhimu wa kuweka risala, mbali na kwamba zile hukuki zitatekelezeka, inakusahilishia pia malezi wewe kama mzazi. Yani unapokuwa na risala hii ndani ya nyumba, hii nyumba yetu, risala yetu ni hii, na ratiba yetu ni hii, na mwelekeo wetu ni huu, inakupa usahali wewe pia. Yani huzungumzi na watoto mara kwa mara, utamwambia tu rudia yale mkataba uliosaini. Wewe ulisaini mkataba bwana, rudia ule mkataba, unasemaje? Mfano akamkosea jirani tu, mfano naomba angalia tulikubaliana vipi sisi tuishi ujirani wema, mbona umemkosea jirani? Atakwenda regret, atarudi kwa wewe, basi nimekosea, sitorudia tena. Kwa sababu kukosea ni mara moja, kukosea ni mara moja, na hii nataka mtu anukuu hili, kukosea ni mara moja. Kosa lile lile kulirudia ni ada mbovu. Kulirudia kosa lile lile ambalo umelifanya inaitwa ada mbovu. Mfano wewe ni mhusika, ukasikia unazungumza maneno machafu mbele ya watoto, ukakemewa na taasisi ikakukemea kwamba bwana, usiseme hivyo mbele ya watoto, unafundisha watoto tabia mbaya. Siku ya kwanza ni makosa kule kuteleza, lakini siku ya pili ukirudia, utakuwa sasa wewe umeanza kubuni ada mbovu. Lazima ujirakibishe, kwa sababu sasa hii maana ile maumbile ya mwanadamu ameumbwa kwamba anaweza kuteleza na kukosea, lakini kurepeat the mistake is a bad habit. Kulirudia lile kosa, tikraru al-khata ada sayyi'a, ni ada mbovu. Taib, kila tukiweza kuwasahilishia, tukaja na mbinu za watu kusahilisha kutatua matatizo yao katika society zao, ni jambo moja ambalo itaipa hii taasisi haswa. Manake hili pia tutazungumza na wazazi, pia wazazi tutazungumza na wao, ni kwamba tutakuwa mfano watu walikuwa hawajafikiria, mtu alikuwa hajafikiria, aweza kuwa nazo hizi katika akili, lakini kukaa na kuiandika. Wajua tofauti ya kuwa na plan written na plan katika theory ni vitu viwili tofauti. Kuwa na plan ambayo imeandikwa siku zote ina safeguard zile fikra ambazo mwanadamu akikaa hivyo, kuna fikra zitakuja mara kwa mara zitakuja, lakini ukiziandika zile fikra zinabaki, kwa sababu zile utakaofikiria utafikiria kisha utasahau, lakini ukiandika zinabaki. Na huu ni mwongozo ambao hakika wale wazazi kadhaa ambao nimewahi kufanya warsha na wao, ni wazazi ambao tumefanya na wakawa serious katika kutengeneza hizi risala za kifamilia, wengi wao wamekuja wakasema alhamdulillah, kutoka niweke risala sina matatizo ndani ya nyumba, sina matatizo na watoto, mambo yameelekea, yamechukua mkondo wa kisawasawa, yani yamechukua mwelekeo wa kisawasawa. Kwa hivyo ni kweli kwamba hili jambo linataka tu tulipe uzito wake unaostahiki. Yani kila jambo lina haki yake. Sisi sote tukikaa pamoja, tukisaidiana, tukibadilishana mawazo, lazima utakuja wewe kuona kwamba kuna jambo ambalo wewe lilikuwa likikukera muda mrefu, lakini kwa kule kukaa pamoja limekusaidia kupunguza hata matatizo binafsi. Yani mtu matatizo yake binafsi aweza kuyaona kwamba kumbe mimi nilikuwa nina kero fulani, lakini hili sasa nimekuwa ni suluhisho kwangu mimi kimaisha. Yani kwamba hili ni suluhisho. Na moja ambayo mimi nitalisisitiza sana kwa walimu, mwalimu jaribu kubeba kitabu hata kama ukisomi.
sababu utakibeba kile kitabu siku ya kwanza, si umebeba. Kila mwanafunzi anayekuona atakuona wewe mwalimu ni msomaji sana, yeye atasoma na yeye atatafuta kitabu atasoma. Wewe umekuwa mfano mzuri katika kusoma, lakini kisha siku moja utajiuliza, kwa nini wewe unabeba kitabu sikisomi? Utafungua. Mimi nakumbuka sasa hivi kuna msomaji mmoja Kenya, Muislamu mwenzetu, ni katika mzuri katika strategic plan, yani katika kuweka ratiba za dira ya mzuri. Yuwasoma kwa siku zaidi ya kurasa 300 kwa siku, zaidi ya kurasa 300, kama hamalizi pengine kitabu kidogo hivi. Na huyu mtu alikuwa hasomi kabisa, alikuwa hasomi. Siku moja akakutana na mwenzake mwingine ambaye anapenda kusoma, akamwambia twende, mimi nitakwenda kununua kitabu kwenye bookshop. Yule akamwambia yani wanitia kama wanitia dhiki vile. Akienda katika kununua vitabu akamwambia, na wewe chagua kitabu chochote nikununulie. Yule bwana akaona kitabu kimoja, akasema acha nitakichukua hiki mimi. Akichukua kwa sababu hana ile tabia ya kusoma, akachukua kile kitabu akaenda akakiweka nyumbani. Siku ya kwanza hakukishika, siku ya pili, kisha siku moja kamjia fikra, yule bwana akatoa fedha zake kununua hiki kitabu na nini, kwa nini na mimi sichukui nikasoma hiki kitabu? Asa nikafungua kile kitabu nikaanza kusoma. Nikasoma, kamaliza ukurasa wa kwanza, kasoma ukurasa wa pili, kaona naendelea tu kidogo kidogo. Sasa kamaliza kile kitabu. Nilipomaliza sema fikra yangu ikabadilika juu ya kusoma. Nikaona kwamba angalia nimepata faida kadhaa kwa kusoma kile kitabu. Kwa nini si kitabu kingine? Sasa nikaenda mimi mwenyewe sasa. Kile kinunuliwa, sasa nikaenda mimi mwenyewe nikanunua kitabu kingine. Nikasoma. Sema nilipomaliza nikasema acha ninunue kingine. Asema sasa hivi kama sikusoma najihisi kama ni mgonjwa. Kwa hivyo walimu ni watu wanatakana wafanye bidii kusoma. Yaani usisome kwa ajili ya kutayarisha darasa. Soma kwa sababu kila wewe ukipanua maarifa yako kama mwalimu unasaidia ile kazi yako inakuwa rahisi wewe kwa sababu wewe saa zote unatoa. Yaani ukitoa lazima uingize. Naona wewe ukitoa, wewe kila ukiingia darasani unafanyaje? Unatoa information. Kwa hivyo you need to add information in order to keep yourself at a par na ule wakati vile ulivyo. Kwa hivyo hii nasiha hii mimi nimeizungumzia mara asubuhi kule, nimeigusia, lakini naigusia sasa tena mara nyingine na nitaikumbusha tena mara nyingine. Ukitembea kama mwalimu, tembea umebeba kitabu. Saa zote ukienda popote beba kitabu. Iko siku utabadilika, utakuwa msomaji. Na ukiwa msomaji utakuwa mwalimu mzuri. Sababu mwalimu mzuri ni yule anayesoma sana. Huwezi ukawa mwalimu mzuri kama wewe usomi sana. Si lazima usome kwamba utaka degree wala watakufanya. Kama waweza hivyo ni vizuri, lakini hata kama husome kwa ajili ya nini, soma tu. Tuwe ni watu wa kupenda kusoma sana. Hata kama kutakuwa na competition, mimi nawaambia mwalimu mkuu aweke, walimu wakuu wote katika hizi shule waweke vitabu 12 kwa mwaka. Waweke vitabu 12 kwa mwaka. Watoe unwani zile vitabu kwamba kwa mwaka atakayesoma vitabu hivi kuwe na zawadi ambaye ataweza kusoma, kisha atoe summary ya vile vitabu ambavyo amesoma. Vitabu 12 ziko unwani ya vitabu kwamba atakayesoma mwalimu wa mwaka katika kusoma. Kila mwezi angalau kitabu kimoja. Hii ni njia moja tutaboresha standard yetu, kwa sababu kile tukisoma sana tutakuwa watu wazuri sana katika jamii. Mwalimu mkuu ameisikia na mimi nitaifuatilizia. Unajua kila zile ninazozisema nitazifuatilizia. Haya hayatopita. Hii warsha itakuwa katika miongoni mwa azimio la hii shule kwamba yale tunayozungumza yatekelezwe. Kwa hivyo tutahitaji baada ya muhula katika tathmini, lazima kutathminiwe mtu katika malezi amechangia kitu gani. Hatutaki kwamba tumechukua wakati na nini na tumeacha shughuli zetu, tumekuja hapa iwe haya mambo yamezungumzwa basi kisha yapite hivi hivi. La, katika tathmini ya shule ya muhula lazima kutathmini kila mwalimu aoneshe juhudi zake za malezi, amefanya juhudi gani
za kimalezi ndani ya shule, sio kwa shule tu, bali hata nje. Na nitapenda sana ikiwa nitapata correspondence ya wale walimu ambao watafanya warsha ndogo ndogo kufanyia mashule, walimu wa mashule mengine, nitashukuru sana. Mimi nikitoa nasiha kusoma, na penda watu wasome kila kitu, lakini napenda sana mtu akiwa ataweza kumsoma msomi wa Syria mmoja aitwa Abdul Karim Bakar. Ana vitabu 40 ameandika. Kivisoma vitabu vyote vyake 40 nitapenda. Ameandika kwa lugha ya Kiarabu, sio anapea kwa lugha ya Kiingereza. Abdul Karim Bakar, Al-Ustadh Abdul Karim Bakar. Unaweza kumpata online, unaweza kusoma kwenye website yake. Unaweza kuingia Google Dr. Abdul Karim Bakar, utapata kwa online www.drabdulkarimbakar.com, utapata. Inaweza mtu hata kwenye ile risala yake akaiweka haswa kwamba familia yetu, mbali ya kuweka ile mambo ya jumla kwamba kutekeleza haki ya Mwenyezi Mungu, yaweza kuwekwa haswa wazi wazi kwamba familia yetu pia tutapoondoka katika ulimwengu, basi mirathi yetu itimu kwa njia ya kisharia. Nafikiri inaweza mtu kuiongeza kwenye risala yake anapoandika risala, ili ibaki ni kumbukumbu, wale familia itakuwa inakuwa na mwelekeo wa wazi kabisa kwamba hata mirathi yetu ifanyike kwa njia ya inomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nafikiri tuweza kuongeza, sio ile risala hii ni mfano tu. Ule ni mfano, si kwamba ndio kila kitu, ule ni mfano. Sasa mtu anaweza kuongeza katika ile risala vitu ambavyo anaviona kwamba hivi vinahitaji kuwekwa wazi kwetu sisi. Ile ni namudhaj, sio kwamba nas munazzalu minas samaa. Haikuteremka kutoka mbinguni ile risala. Hii risala tumeifanya ni namna ya kutrain, yani kumfahamisha mtu. Ukimfahamisha kwa njia hii inakuwa ni urahisi. Unaweza kuongeza mambo ambayo wewe unafikiria katika malezi yataleta natija kwenye ile familia, namna ya kutaamaliana baina ya watoto wenyewe, baina yao na ndugu zao pia, wakati wazazi wakiondoka wataishi vipi, nani mkubwa wao ambaye wamwekee heshima. Nakumbuka baadhi ya familia kule sisi tunazo, ni kwamba katika kila familia huwa kuna mtu fulani ni kama anategemewa na ile familia. Yani kukutokea jambo la harusi, la msiba, la matatizo, wanamregelea yule kama ni reference wao, wanaenda kumshauri kwamba tufanyeje, tufanye vipi. Kwa hivyo nafikiri aweza kuongeza, mtu anaweza kuongeza flavor nyingine ndani yake. Hakuna restriction kwamba ni lazima iwe vile tu. Zile hukuki mpangilio wake ni ule, lakini unaweza kuongeza katika zile hukuki ni mambo gani unayafikiria kwamba yana dharura, kwa sababu mazingira haya yanatofautiana baina ya nchi na nchi na sehemu nyingine. Katika mambo ambayo yanasaidia sana kwa mwanadamu wakati anapofanya bidii kuwa kama mwalimu, kuwa role model. Unajua mwalimu anataka awe mfano mzuri. Lazima tukubaliane. Wewe ukitaka kuwa mwalimu mzuri, kuwa mfano mzuri, mazungumzo yako, tabia zako, utendaji wako. Yani wewe ukiwa mwalimu ni mfano mzuri, wanafunzi wakuona saa zote wewe una kitabu, wakati wa mapumziko wamekuona umekaa kando unasoma. Wanafunzi saa zote huwa wanakuangalia wewe wakitaka kukuiga. Lakini wataiga yapi? Wakati wewe unakuwa mfano mzuri ndio watakuiga. Kwa hivyo hili jambo ambalo ninalisisitiza. Kwa nini mimi nalisisitiza? Sababu mimi saa zote niko pamoja na walimu. Saa zote niko pamoja na walimu. Najua katika matatizo makubwa walimu wetu tulionao sisi, hatupendi kusoma. Huo ndio ukweli. Lazima tuambiane ukweli, ndio tutaweza kupiga hatua ya kwenda mbele. Yani sisi kusoma lazima, ukimwona mtu amebeba kitabu, jua bati ana research, au kuna mkutano anaenda kuhudhuria, au ana darasa anaenda kutoa, lakini asome kwa the sake of reading ni wachache sana. Na ndio mimi hupenda sana ndugu zangu ambao nazungumza na wao kuwahimiza. Wajua tukipenda sana kusoma tutapunguza matatizo mengi. Matatizo mengi katika jamii zetu tutapunguza. Sababu kila unapopenda kusoma sana utawajibika sana. Sababu kila ukisoma sana utawajibika sana. Na ukiwajibika katika jamii, ile percentage
ya gap ambayo ipo katika mujtama wetu itajazwa, sababu ukiwa sote twatenda ni watendaji wazuri, ule udhaifu utaondoka katika mujtama wetu. Huu udhaifu hauwezi ukaondoka hivi kwa kutamani sisi, la, kwa kutamani kwamba huu udhaifu uondoke. Nani atauondoa? Ni sisi. Sisi tutaondoa vipi? Tukiwa wasomaji, watu wa kusoma sana, ndio tutakuwa watendaji wazuri sana. Utendaji wako ni kiasi gani? Nimekwambia jiwekee ratiba ya siku kwanza, kisha ukifaulu ya usiku wekee ya wiki, ukifaulu ya wiki jiwekea mwezi, ukijiwekea mwezi, ukifaulu ya mwezi jiwekea mwaka, ukifaulu ya mwaka jiwekea miaka 5. Kila ukijiwekea ratiba unapunguza kufanya mambo haphazard, yani mambo ambayo hayana malengo. Kila ukijiwekea ratiba unajiuliza lengo, yani hili kwa nini nimeweka hilo. Unaona kila jambo ambalo limewekewa zoezi ambalo litafanyika, zoezi lenyewe, wakati, lengo, kisha na tathmini. Sasa ukijifanyia hivyo, si kwamba umejifunga ni yale tu peke yake. Yale ni mfano, it's just an example. Unaona, wewe mwenyewe unaweza kuongeza yako mengine, kama yako una mambo mengine utakuyafanya. Si kwamba ati ukiyafanyia hayo tu huna fursa ya kuongeza. La. Nimesema mimi na narudia tena, ile tulionyesha ni mfano wa kumsahilishia mtu namna ya kutengeneza ratiba, lakini kila mmoja ana mambo yake tofauti. Unajua kuna pale hatukumweka mwanafunzi alikuwa anataka nini katika ratiba yake, kwenda shule. Hatuwezi kuweka kila kitu, lakini ule ni mfano tu, wala si kwamba ujifunge basi hiyo tu. Waweza ukaongeza, waweza ukapunguza. Si nasi ya Qur'ani, ile ni jitihadi ya binadamu. Sawa? Hatujaweka lunch, hatujaweka break, hatujaweka mazoezi ya siku ndio kufanya mazoezi. Ni vitu muhimu pia ambao havipo pale, lakini mimi niliweka ile, tumeweka kwa haraka tu mfano ili mtu aweze kwenda kuwa na nidhamu. Lengo kubwa ni tuwe na nidhamu katika siku yetu. Yaani ukiwa na nidhamu utapunguza kupoteza wakati pasina faida yoyote. Yani katika kuweka ratiba lazima kuwe na monitoring. Unaona, lazima kuwe na monitoring. Monitoring inafanywa na nani? Na baba na mama. Baba akienda msikitini lazima awachukue watoto wa kiume aende nao msikitini, na mama huku nyumbani lazima akiswali, akipanda kwenye mswala kuswali, lazima ahakikishe wasichana wake wamefanyaje, wamekuja kuswali pamoja na yeye. Sio tu angoje kuwa ametia tiki au hakutia tiki, la, lazima wale wazazi wawili kuwe na monitoring. Na utakuja kuona katika tathmini huko mbele, utakuja kuona pahali namna gani tunaangalia yale mapungufu katika plani zetu. Yani sisi kulea ni process. Unaona, si kitu ambacho kimesimama. Na kulea kuna kuja mabadiliko katika jamii. Kila mabadiliko akija lazima sisi tujue namna gani tutajihifadhi na matatizo kama yale ambayo yanajitokeza. Na huku kusema urongo na nini, wafundisha hadithi za Mtume kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kusema urongo ni haramu, na wafundishe zile discipline ambazo zitakuza kwa wao kupenda kuwa watu wa kweli. Yani mtoto akila akisema ukweli, mpe zawadi, mpe hadia, yani kama ni peremende au kumwambia shukran, kumbusu kichwa au kumhang vile, kumkumbatia, amesema ukweli. Na yale ni mambo sisi wazazi wengine tunaona kwa nini fanye hivi mtoto mdogo hata nimkumbatie, lakini wajua ile ina athari yake kubwa sana katika malezi. Wakati unamkumbatia mtoto kwa furaha, kumuonesha ile jambo amekuja na result, usiwe tu unaangalia kwa result, unaangalia amepata A, kuna pahali amepata C-. Sasa zile A zote uzione, unaenda kuangukia jicho lako kwenye nini, ile C-. Sasa baba, ni upumbavu gani ufanya sasa? Upumbavu gani? Yani wewe, yani yale zile A zote ukiziona unaona ile C-, ungemwambia baba asante, umefanya vizuri, math umefanya vizuri, umepata A, English umepata A, Arabic umepata A, tarbia umepata A, jazakallah khair. Na hapa kwenye C basi fanya bidii, mara nyingine nayo we improve. This is the way of correcting our kids. Wajua sisi hata kukosoa wale watoto, badala ya kuwakosoa kujenga ile morali zao,
tunawavunja zile morali zao. Na haya yote ni kwamba sisi hatuna gathering kama hizi. Hivi vikao kama hivi yataka watu wa appreciate. Yani sisi tukifanywa fursa kama hizi kupata kukaa pamoja, hata usiwe umeongeza kitu chochote kipya, lakini kule kukaa pamoja tukaweza kubadilishana mawazo, it's something good, yatakana tutoe shukrani. Yani ningefurahi kuwa nimesikia kati ya nyinyi mtu ambaye akainuka mmoja akasema tumeishukuru Al-Hikma, hata sio mimi Al-Hikma, mimi hata sina haja ya shukrani ya mtu, lakini ukasema ile hikma, ile juhudi wamefanya, Mwenyezi Mungu awajaze khair. Lakini sijasikia hata mtu mmoja kasema hivyo kutoka tumeanza paka na aljazaa lihsani illa wala in shakartum la azidannakum. Yule bwana ndiye huyu bwana, jazakallah khair. Huyu amesema kweli, asema jazakumullah khair. Alizungumza mwisho kwamba hii kaida, kwa nini nili-emphasize iandikwe, kwa sababu watu wengi mara nyingi wakifanya juhudi ndogo, malalamiko mingi nayapata mimi kwa baadhi ya wazazi. Yeye amehudhuria semina leo, baada ya wiki moja nakutana naye, shekhe bwana sijafaulu bwana. Miaka mingapi? Wiki moja. Ataka kuona natija mambo ambayo tumezungumza wiki jana. Yeye ni mambo ambayo alikuwa hanayo, ni mapia ameanza. Kaambia lazima tuwe na subra. Ikiwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam miaka 23 na hakukata tamaa, hakukata tamaa katika tarbia yake na akafaulu. Na tarbia bwana Mtume ilikuwa ni tarbia dhatia, kwa sababu watu wengi walikuwa umri wao wanaosilimu wana umri wa miaka 40 na kuendelea. Kwa hivyo lakini akafaulu baada ya miaka 23. Kwa hivyo sisi pia yataka tuwe na subra, na hii ndio jambo moja katika matatizo ambayo yapo sasa hivi katika jamii zetu. Vijana wengi wana hamasa mzuri za kupenda dini na kupenda khairi, lakini hawana subra. Wao wataka kuona kwamba overnight mambo yamebadilika. Ikiwa wewe ni mjengaji mmoja, kuna wenye kubomoa 100, lile jengo litasimama wakati gani? Yatakana tusiwe na subra, tusikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama vile alivyotukutanisha leo, atukutanishe kesho kwa khairi, ili tuweze kuendelea na mada za kesho ambazo tutazizungumzia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.